maisha. Ni nani alitenda tendo jema akapaswa kuokolewa na Mungu mwenyewe? Hayupo, kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Lakini mpango wa Mungu ulikuwa ni wa milele. Amen. Mpango wa Mungu ulikuwa ni wa milele. Waefeso 5:1-2. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo mfuateni Mungu kama watoto wapendwao. Mfuateni Mungu kama watoto wapendwao, kwa sababu tayari tumeshajua upendo wa Mungu kwa wanadamu. Tumemwona Mungu alijitoa kwa namna gani kwetu sisi, wala hatukuwa wakamilifu kwa namna moja ama nyingine, ila kwa upendo wa Mungu tu ulipofunuliwa kwetu sisi alituokoa, sio kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda, wala kwa sababu ya maumbile yetu, wala kwa sababu ya rangi zetu, wala kwa sababu ya kitu chochote wa kabila letu. Hakuna. Basi anasema tumfuate Mungu kama watoto wanaopendwa na huyo Mungu. Tukiishi maisha ya upendo kama vile Kristo Yesu alivyotupenda sisi. Hatukutoa chochote wala kujijali kwa namna yoyote, hata namna ya kujinyenyekeza tukapata rehema au neema. Haikuwepo. akajitoa kwa ajili yetu, Akajitoa mwenyewe kwa ajili yetu sisi, kuwa sadaka yenye harufu nzuri na dhabihu kwa Mungu. na sadaka kwa Mungu. Mkienenda katika upendo. Lakini leo hata kuenenda kwa huu upendo inaweza ikawa ni ngumu, kwa sababu hatujui ni umuhimu gani ambaye yeye kwa upendo alijitoa kwetu sisi. Basi angalau hata sisi wa dini tofauti, wa kabila tofauti, wa rangi tofauti, basi tujipende wenyewe kama Kristo alivyotupenda sisi. Bado tumekuwa wagumu sana. Chuki, masengenyo, siaka, dharau yamekuwa maisha yetu, yamekuwa maisha yetu. Mkienenda katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu, sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Upendo wa Mungu kwa wanadamu ni upendo wa ajabu sana, ni upendo wa ajabu sana. Waefeso 3:17-19. Waefeso 3:17. 19. Neno la Mungu linasema, ili kwamba Kristo apate kukaa mioyoni mwenu. Kristo Yesu apate kukaa mioyoni mwetu sisi wanadamu Kwa njia ya imani. Nami ninaomba kwamba ninyi mkiwa wenye mizizi, sisi tukiwa wenye mizizi juu ya upendo huo wa Mungu kwa wanadamu, nasi tukiwa sasa na mizizi ya kumpenda Mungu, na mizizi ya kulishika neno la Mungu, na mizizi ya kudumu katika matendo mema zidi ya Mungu, tena imara katika msingi wa upendo. Rudia. Neno la Mungu linasema, ili kwamba Kristo apate kukaa mioyoni mwenu. Kwa njia ya imani. Nami ninaomba kwamba, sio kwa njia ya dini ambazo leo ndio zinatusumbua maisha yetu, kwa njia ya imani. Nami ninaomba kwamba ninyi mkiwa wenye mizizi, tena imara katika msingi wa upendo, ya Mungu, muwe na uwezo wa kufahamu pamoja, na watakatifu wote, jinsi ulivyo upana wa upendo wa Mungu kwa wanadamu.
upendo wa Kristo. Na upendo wa Kristo Yesu. Na kujua upendo huu. Na kujua upendo huu unaopita fahamu. Unaopita fahamu za wanadamu, sayansi ya wanadamu, akili za wanadamu na PhD na master walizonazo. Ili mpate kujazwa na kufikia kimo. Ili tupate kujazwa na kufikia kimo cha upendo wa Mungu kwa wanadamu. Kimo cha ukamilifu wote wa Mungu. Kimo cha ukamilifu wote wa Mungu. Umeona upendo jinsi ulivyo? Upendo wa ajabu sana. Kristo akaja miongoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu waliotutangulia walioko duniani wote, jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina cha upendo. Na kujua upendo wake Kristo upitao fahamu. Fahamu zote za binadamu ukitafakari, unaweza ukaona Mungu ni mkorofi. Mungu ni mwingi wa hasira, lakini si hivyo. Hebu tafakari hili neno, tupate kujua huu upendo wa Mungu kwa wanadamu ulivyo upana, urefu, kimo na kina. Ni upendo wa namna gani? Ninakwambia ni upendo wa Roho. Na kujua upendo wake Kristo upitao fahamu zetu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika, tupate kutembea nao kwa utimilifu wote, kwa utakatifu wote. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wa Mungu kwa wanadamu, kwa akili za kibinadamu hauchunguziki, lakini katika roho ukitafakari huu upendo aliyetupenda sisi kwa rangi zetu, kwa jinsia zetu, kwa kabila zetu, ni upendo wa roho usio na ubaguzi wowote ule. Yaani wewe unaweza ukanishutumu mimi naweza nikakushutumu wewe, lakini ni kwa sababu ya matendo kwa maono tu ya damu, macho na nyama, ukapata neno kwao. Lakini katika upendo huu wa Mungu au chunguziki kwa akili za kibinadamu. Wewe soma ujuavyo, fanya unachokijua. Ukichunguza huu kwa ufahamu wa kibinadamu, ni upendo wa ajabu sana. Na unaweza kushangaza kwa sababu majibu yake yatakuwa ni tofauti na roho, kama Mungu mwenyewe alivyo. Huu ni upendo wa ajabu. Yohana 17:13-20. Yohana 17. Neno la Mungu linasema 13:20. 17:13 mpaka 20. Neno la Mungu linasema, karibu. Lakini sasa naja kwako. Nami ninasema mambo haya wakati bado. Na mimi nayasema mambo haya wakati bado nikiwa ulimwenguni. Wakati bado nikiwa ulimwenguni. Huo ni upendo. Upendo unaacha wazi. Upendo huweka mtu wazi. Upendo sio wa kunong'ona. Yaani upendo hata kama ni kwa mwenzi wako unampenda, haiwezekani wewe kila siku ni mtu wa kunong'ona. Ukitaka kufanya kitu, yaani ni mtu wa kujificha ficha. Upendo huweka mtu wazi ili yeye achague kunipenda kulingana na maisha alionayo. Huo ni upendo sasa wa kibinadamu. Lakini bado na wenyewe tumekuwa tunafichana. Lakini upendo huweka mambo wazi ili wawe na furaha yangu. Kamili ndani yao. Karibu 14. Nimewapa neno lako. Anasema nimewapa neno lako. Na ulimwengu umewachukia. Kwa sababu wao sio ulimwengu, ijapokuwa sisi tunaishi ulimwenguni. Yaani ni sawa sawa na mtu anayetaka kuwa profesa.
lakini target yake hasa ni nini? Point yake anasema mimi nataka kuja kuwa mwalimu. Kwa hiyo yuko pale kuwa makini kutimiza ile ndoto yake ya kuja kuwa mwalimu. Na kama ni darasani kuna kufeli na kufaulu. Sasa kama kuna kufeli na kufaulu, ya kupasa kuwa makini kufaulu ili wao watimize ndoto zako za kuja kuwa mwalimu. Na sisi Mungu anasema tuko ulimwenguni, ijapokuwa sisi sio ulimwengu. Unaweza ukatafakari vipi sisi sio ulimwengu na tunaishi katika ulimwengu? Tuko ulimwenguni kujivua. Hili ni darasa nimekwambia. Na mtu ili kutimiza ndoto zake lazima awe makini. Nimewapa neno langu na ulimwengu umewachukia. Why? Kivipi na sisi tuko ulimwenguni? Tuko ulimwenguni, sisi sio ulimwengu. Ulimwengu umefanyaje? Umetuchukia. Kwa sababu tunaishi duniani, sawa, tunaishi ulimwenguni, lakini mawazo yetu na target zetu sio za ulimwengu. Sio za ulimwengu. Sasa kama tuko pamoja. Tuko pamoja. Tunaelewana kweli? Somo linasemaje? Upendo wa Mungu kwa wanadamu. Karibu. Nimewapa neno lako, nao ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu, kama mimi sivyo wa ulimwengu huu. Huo ndio upendo. Upendo Bwana kumwombea ndugu yako mabaya. Eti si ndio hivyo? Upendo kumwombea ndugu yako mabaya. Upendo kumwombea jirani yako asifanikiwe uende mwili. Upendo kumwombea jirani yako mema. Upendo kumwombea ndugu zako mema. Haijalishi, unaposema haijalishi, hata kama wamekufanyia kitu chochote chenye kuvunja moyo wako, lakini upendo wako nenda kawaombee. Hapo ulipo waombee. Huo ndio upendo. Upendo hauna fitina. Ninakwambia upendo tena huweka wazi. Rudia huo mstari. Siombe kwamba uwaondoe ama uwatoe katika ulimwengu huu, bali uwalinde dhidi ya yule mwovu. Wao sio wa ulimwengu huu, kama mimi vile nisivyo wa ulimwengu huu. Na nimekupa mfano wa watu shazi watakaokuwa kwenye darasa moja, lakini kila mmoja anakuwa na target, anakuwa na malengo yake, kwamba mimi malengo yangu ni kuja kuwa mwalimu. Lakini wengi wako darasani, lengo lake ni kuja kuwa mwalimu. Katika darasa lazima afanye vizuri ili kufikia malengo yake ya kuja kuwa mwalimu. Amen. Ndivyo na sisi tupo katika ulimwengu, lakini mawazo yetu, malengo yetu sio ya kudumu katika uso nini wa dunia hii, sio katika kudumu katika ulimwengu. Target zetu sisi ni kutua katika ufalme wa nani? Yes, ule mwamba aliyosema nimekwenda kuandalia makao, nami nitakuja tena niwakaribishe, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Hiyo ndio target yetu. Karibu. Uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Kama vile mimi ulivyonituma ulimwenguni, nami nawatuma vivyo hivyo. Wait kwanza kwa msomaji wangu. Kama mimi ulivyonituma ulimwenguni, nami vivyo hivyo nimewatuma wao wapi? Sasa ni kweli tumetumwa kufanya nini? Kuhubiri habari njema. Upendo ni wa ajabu sana. Kuhubiri habari njema. Unajua upendo bwana, ni kweli sisi tumetumwa kuhubiri habari njema, lakini huwa na kuwa na mashaka na baadhi ya watu waliotutangulia kielimu, kiroho. Hii kazi tuliopewa
ni kazi moja nzuri sana, lakini inahitaji hekima na busara na maamuzi ndani yake, Pasipo hekima ukabaki na maamuzi, huwezi kuifanya hii kazi uliyotumwa wewe, kwa sababu ukiwa na hasira kuna watu utawatisha, kuna watu utawatafakarisha kuwa Mungu ni mbaya. Kama Mungu ni mzuri, kwa nini aliweka jehanamu? Biblia nzima inasema jehanamu ni ya kwao. Lakini kuna watu wanakwambia ya utajuta jehanamu ni wewe, ya kuumia wewe wa jehanamu kwa sababu ya hii. Mungu aliweka jehanamu sio kujutisha, kwani jehanamu ni halisi na mbinguni ni halisi. Lakini asili ya Mungu ile jehanamu ilikuwa ni ya Shetani, yule aliasi pamoja na nini? Na malaika zake, ambapo hata leo maandiko yanasema wamefungwa katika vifungo vya giza wakisubiria ile nini? Hukumu. Wewe umefungwa wewe. Wewe uko huru. Mawazo yako yako huru. Ufahamu wako uko huru. Una uwezo wa kuchagua. Umefungwa wewe. Ile haikuwa ya kwetu. Lakini kwa mawazo ya binadamu mtu akwambia ile ilikuwa ya kwetu. Kama Mungu ni mzuri, kwa nini angefanya hivi? Kama Mungu ni mzuri, kwa nini alimshusha Shetani duniani? Yaani bado kitu kinachoroteti kwenye maisha yako, kwenye akili zako, sio mpango wa Mungu. Kwa hiyo hapo huwezi kupata Mungu, kwa sababu katika target zako hayupo. Karibu. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, Kama vile mimi ulivyonituma ulimwenguni, nami nawatuma hivyo hivyo ulimwenguni. kwa ajili yao najiweka wakfu. 19 hiyo. Na kwa ajili yao najiweka wakifu Ili wao nao wapate kutakaswa mwenyewe, ili wao nao wapate kutakaswa katika ile kweli. Unajua, mimi kweli nilikotoka nilikuwa napenda sana kufuatilia hizi kesi. Nikijua leo mahakama ipo, basi na mimi najisogeza pale, kwa sababu nilikuwa nishajua ukifika mahakamani ama kucheka ovyo. Kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kusikiliza kimi. Ukifika mahakamani, yani ukikaa sio kukumbuka tu wakati wa kuinuka mara unakumbuka makali yako, na yani unakuwa umeshika kwa sheria ndogo ndogo hapa. Mimi niwezi kufanya jela tofauti na kufanya kazi. Kwa hiyo nilipenda kufuatilia sana zile kesi. Zilikuwa zingine za jamaa zangu, zingine za rafiki zangu hivi, lakini sijawahi kuona wala kusikia mtu akasema sasa, kwa sababu huyu mtu kahukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kesi ya ubakaji, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inakuhukumu wewe ndugu fulani bin fulani kifungo cha miaka 30 jela, ambacho kiliidhinishwa mwaka 1980 na kufanyiwa marekebisho mwaka wa 2025 ulaiani. Unaweza kusikia ile? Sasa angalia hii roho, kitu kisichokuwa dhambi hakikufanya kitu chochote. Wenye makosa ni sisi wenyewe wanadamu. Anasema na kwa ajili yao najiweka wakifu mwenyewe. Ni kitu cha kawaida hicho kweli? Yaani anajiweka wakifu kwao, yaani kosa la kwao, kila kitu cha kwao, lakini bado hii roho yaani inakuja kuweka kinga, inakuja kuweka protector, inakuja kuweka kamba, inakuja kuweka ukuta sidi ya maisha yako. Kweli ni upendo wa jinsi ya roho kibinadamu, kiakili haiwezekaniki. Zamani nimekuwa nasikiliza hizi habari ila sijazitafiti, kwamba wale watei zamani walikuwa wakifa katika bodigadi ya mtu mmoja, anasema wewe utazikwa na huyu na haupigi, kwa sababu ni shinikizo la nani? La wale wanadamu, lakini sio la kwako. Unaenda kanoka, unafanyaje? Kanauma,
mimi kwa naacha familia yangu, mke na watoto wao. Basi kwa sababu ni sheria iliyowekwa inabidi utii. Lakini anaenda karoka nauma. Mimi sijawahi kuona mtu anapendana na familia yake na baba yake na mama yake na mke wake, akafa yule mwanamke akasema jamani, na mimi namfuata mume wangu, namfuata mke wangu. Haijawahi tokea hiyo. Hata kusikia. Lakini huyu mtu, hii roho, huyu Mungu anasema na kwa ajili yao najiweka wakifu mwenyewe. Karibu. Siwaombei hawa peke yao. Huo ndio upendo. Siwaombei hawa peke yao. Ni akina gani hao? Bali nawaombea waliotangulia kumwamini Mungu. Siwaombei hao peke yao. Waliotangulia kufanyaje? Kunijua mimi. Siwaombei hao peke yao walokole wa leo, ambao leo wanatamba sana mitaani kujiona wao ni watakatifu, wengine si watakatifu. Siwaombei sasa hao tu peke yao. Bali nawaombea na wale wote. Nawaombea na wale wote watakaoniamini kupitia neno lao. Watakaoniamini kupitia neno lao waliotumwa. Tumetumwa. Sasa kama tumetumwa, kwa nini tunaenda kuwatisha watu? Hatuambii watu huu upendo wa Mungu kwa wanadamu. Ndugu yangu, ni kweli ni mrefu, lakini usijikatie tamaa. Lakini unafika kwa watu wengi mengi, wewe kuangaliaga sana. Unafunua andiko, wale wote wataenda mbinguni. Umeona ile ya namna ya kwako, unamtisha mtu. Mweleze Mungu upendo wa Mungu jinsi ulivyo. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu na hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu jitafakari, na wewe ni wa dini gani, ni wa jinsia gani, ni wa kabila gani, una kimo gani, una urefu gani, ili kila mtu, sio katika dini, sio katika upendeleo, kwa wale waliopata neema kwanza, amwaminie asipotee, bali awe nao uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye, katika hizo dhambi zinazoroteti kwenye maisha yetu. Kwenye maisha yetu. Umemaliza 20? Amen. Yohana hiyo 15. Yohana hiyo 15 mstari wa 11 hadi 13. Neno la Mungu linasema, nimewaambia mambo haya ili furaha yangu iwe ndani yenu. Nimewaambia haya mambo ili furaha ya Mungu iwe ndani yenu, si katika usuni. Na furaha yenu iwe kamili. Na furaha yetu iwe kamili. Amri yangu ndio hii. Amri ya Mungu ndio hii. Tupendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Tupendane sisi kwa sisi kama Mungu alivyotupenda sisi. Hakuna mtu mwenye upendo mkuu kuliko huu. Na hakuna mtu mwenye upendo wingi kama huu. Mtu kutoa uhai wake. Mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Nimekwambia hakuna mtu aliyewahi kujiweka wapi kwa ajili ya mtoto wake, wala kwa ajili ya kiongozi wake, kwamba kwa ajili ya hii dhambi nataka niende jela mimi. Hayupo. Sasa yeye anasema hakuna mtu mwenye upendo mwingi kama huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya hao ndugu. Wewe umethubutu hata kutoa sehemu ya roho yako kwa ajili ya hao ndugu. Hao ndugu ni akina nani? Hao ndugu hao sio kwamba naomba watoe katika ulimwengu, bali walinde na hiyo hofu, na kwa ajili yao najiweka wakifu mwenyewe, na sio kwa ajili yao, na kwa wale watakaoniamini kwa ajili ya neno lao. Hao ndugu hao ni wakina nani? Hatuwajui. Hao ndugu ni akina nani? Hao ndugu ndio hao tunaowaita wapagani. Umewahi kusikia hili neno? Hili neno bwana linalitoka karibu sana, pagani.
najitahidi kujiuliza, bado sijafika katika ufunuo wa Biblia, lakini katika Mwanzo mpaka Ufunuo, neno mpagani, sina imani kama hii. Ndio hao sisi tunaowaita wapagani, ndio hao ndugu zetu tunaowaita walevi, watu wasiomcha Mungu. Hao ndio ndugu zetu, na hakuna upendo mwingi wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya ndugu zake. Ndio wewe unaowasimanga na kukaa nao mbali, kwa ni walevi, ni wazinzi na washerati, ni waganga. Tena kuna mkutano mmoja niliwahi kumshuhudia wa mtu mkubwa, anasema hizo siku 8 wachawi mtajuta, wachawi mjipange. Yaani nasemaje, mwaka huu lazima mfe. Kweli ndio tumejitoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu, kwa ajili ya kuwatisha. Tutawezaje kuwapata? Tutawezaje kuwakamata ikiwa sisi wenyewe ndio tunajiona watakatifu kuliko watu wengine? Wewe ulitenda neno gani au tendo gani chema likakupasa Mungu kukuokoa? Hakuna. Ukikuta mtu yoyote aliyeokoka, huyo alikuwa ni mlevi, alikuwa ni mzinzi, alikuwa ni mchawi, alikuwa ni mwasherati, alikuwa ni msengenyaji, alikuwa ni mpumbavu tu kama wapumbavu wengine. Kwa nini sasa hapo baada ya kupata hiyo neema ukaona utukufu wa Mungu ndio ukaanza kuona wale si haki, ila wale ndio mwenye haki? Na hakuna upendo mwingi wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya hao ndugu, ikiwa Mungu mwenyewe alitoa sehemu ya roho yake kwa ajili yako wewe na kwa ajili ya huyo unayemnyoshea kidole. Kivipi wewe ujikumbatie mwenyewe? Na nikakwambia kama tumetumwa, yatupasa tuwe na akili na ufahamu na maamuzi pia. Kwa nini tuwe na maamuzi na ufahamu? Kwa sababu hawa watu nimechunguza, wameshindwa kuja kwetu kwa sababu sisi tumekuwa na binafsi, cha kwanza. Cha pili, tumekuwa ni watu wenye kuhukumu. Kama Mungu alitoa sehemu ya roho yake na akasema kwa jinsi hii, ulishawahi kutafakari hapo kaneno kwa jinsi hii? Hapo tu kwa jinsi hii. Uliwahi kutafakari kwa jinsi hii? Uliwahi kutafakari kwa jinsi hii? Ni kwa jinsi ulivyo wewe. Tangu mwanzo ulikuwa ni mzinzi, ulikuwa ni mwasherati, wewe ulikuwa ni mlevi, wewe ulikuwa ni muongo. Kwa jinsi hii, hivyo hivyo ulivyo ndio Mungu alivyokupenda, na hata akatoa sehemu ya roho yake kwa ajili ya kutuokoa sisi. Kwa jinsi hii, kwa jinsi ulivyo mwenyewe, kwa jinsi hii. Lakini sasa sisi wa leo, acha kabisa. Injili tunazokwenda kuhubiri mtaani ni injili za vitisho, ambazo kwa mtu ambaye bado hana mizizi unamtisha. Lazima umweleze kwanza mtu uwazi upendo wa Mungu ili kuaje. Sisi tumekuwa ni watu wa kuhukumu tu. Karibu msomaji wangu. Tumemaliza 13. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya ndugu zake. Ndugu zake au wale wale, sio mke na ukweli kwangu huko. Mtu kuutoa uhai wake, yeye asiyefanyika dhambi, yeye asiyekuwa dhambi akafanyika dhambi kwa ajili yetu sisi. Kweli sisi nasi baadaye tujinyenyekeze na kulijua hili, tumekuwa watu wa kunyosheana vidole. Na hakuna upendo mwingi kama huu. Nendeni tukawaambie wale watu, ni kweli dhambi inaua, ni kweli dhambi ni mbaya, lakini kabla ya madhara ya ile dhambi mweleze ukweli kwanza, na usikurupukie kutoa yale madhara. Lakini sisi tumekuwa watu wa kwanza kutoa madhara. Hivi Mungu kipindi anatafakari kule kwamba sasa anakwenda kuokoa
aliutanguliza upendo usio na kikomo, upendo usio na kiasi. Huo ndio aliutanguliza kwetu, huo ndio aliutanguliza kwetu. Tulianza na kitabu hicho cha Yohana 3:16 hadi 17. Nami nikasema upendo wa Mungu kwa wanadamu. Lakini huu upendo wa Mungu kwa wanadamu ni upendo wa Mungu mwenyewe kutupenda sisi. Sisi hatukustahili, hatukutenda neno lolote jema wala kitu chochote unachokijua wewe, ila tuliokolewa. Amen. Na tukaona ni zamu ya kumpenda Mungu, ni jukumu letu sisi. Kama tulivyoona Jumapili ibada kuu, nani alikuwepo? Tuliona ni zamu ya kumpenda Mungu, ni jukumu letu sisi kuwa na nidhamu juu ya huyu Mungu aliyetuokoa. Lakini huu upendo wa Mungu kwetu sisi, hakuna hata mmoja aliyetoa hoja. Huu ulikuwa ni upendo wa Mungu mwenyewe, ulikuwa ni upendo wa Roho usio na ubaguzi, usio na jinsia, usio na kabila wala usio na rangi yoyote. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya ngapi? ya kwanza, kisha utaruka hadi 16. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza na mstari wa ngapi? Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3. Mstari wa ngapi? Mstari wa kwanza huo. Tazameni ni pendo kuu namna gani. Tazameni, angalieni, fikirieni. Ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba sisi tuitwe wana wa Mungu. Kwamba sisi tuitwe watoto wa Mungu. Na ndivyo tulivyo. Na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haukutu. Na kwa sababu hiyo ulimwengu haututambui. Kwa kuwa haukumtambua hata yeye. Wapendwa, 16. Tasoma 16 inasema, amen. Namna hii twaweza kulijua pendo la Mungu. Katika hili tumelifahamu pendo la Mungu, kwa sababu Yesu Kristo aliutoa uhai wake. Kwa sababu Yesu Kristo aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Kwa ajili yetu sisi, kwa ajili yangu mimi na wewe. Nasi imetupasa kuutoa uhai. Na sisi imetupasa kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Kwa ajili ya hao ndugu. Ni kazi nzuri. Yaani ni rahisi sana kuutoa uhai wetu. Lakini kuutoa uhai wetu usipotumia hekima na busara, ukaenda katika hiki ambacho watu wanaenda, unapigwa mawe. Wewe ukatoza kumwambia wewe ndugu yangu ni mganga, nakwambia jiona mnya kwako. Katika watu 20 utapigwa mawe. Lakini kama utatumia hekima na upendo wa Mungu, ni very simple kabisa, mtu anakuelewa. Watu tulikuwa ni walevi, tulikuwa ni wakila. Sasa najiuliza, hivi yale maombi yalikuwa yanafanya kazi? Naombea wachawi wafe, naombea wazinzi wafe, naombea sijui watu wanasubiri, yaani hivyo wachawi waganga wafe. Sisi tungeokolewa, tungekuwa tulishakufa. Lakini huo sio mpango wa Mungu, na ndio maana mpaka leo tunadumu. Kuna kauli inatumika mtaani wa gumu, tunadumu. Huo haukuwa upendo wa Mungu, kwamba waganga wafe, wazinzi wafe, walevi wafe, maana imeandikwa. Hakuna. Waeleze watu upendo wa Mungu wanadamu. Hizi siku 3 za mkutano, wachawi mjipange. Hata kama mimi mchawi, lazima nijipange. Vita ni vita. Na asili ya vita kumpiga adui yako ni kuto kumdharau. Sasa wewe dharau nikatoka hapo, utakufa vibaya.
Twende tukawaeleze ukweli hawa ndugu zetu. Waraka wa kwanza Yohana hiyo 4:16-17. Karibu. Hivyo nasi twajua na kulitumainia pendo la Mungu. Nimalizane na hiki kitabu cha mchana. Nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Amen. Yes, katika hili pendo limekamilishwa kwetu ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu, kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Nasi tumelifahamu pendo, kwa Mungu ni upendo, na akae ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yetu. Kwa nini? Hili ni neno zuri sana. Kwa nini tusiwaambie na wale watu wakapata hii neema, wakauona uweza wa Mungu? Ni Mungu wa namna gani? Mungu asiye na marefu na pana na kimo na urefu na kina. Ni upendo wa ajabu sana, usio na ubaguzi wa rangi, jinsia, kabila, urefu, ufupi. Alitupenda kama tulivyo. Karibu hicho kitabu. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 9 neno la Mungu linasema, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama watu. Bwana Mungu hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhani kukawia. Badala yake yeye anawavumilia ninyi. Rudia. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Amen. Kama watu wengine wanavyokuzani kukawia. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyozani kukawia kwake. Badala yake, na hii kauli imeshasikika kwa watu wengi sana. Yesu alisema atarudi, tangu alivyoondoka mpaka leo ni miaka 2026. Kweli mpaka leo hajarudi, lakini nataka nikwambie mpango wa Mungu haujakamilika kwako wewe unayesema hivyo. Haujakamilika kwako, na ndio maana Mungu mpaka leo hajaja. Na waiti kwamba nataka nikwambie hii dunia yote ikaachana na huu baba na hivi dhambi tunazotumu watu wakarejea katika ile andiko, hata sasa tunaongea Yesu anaweza akarudi, kwa sababu mpango wake umekamilika. Wakila mtu ambaye asipotee bali awe uzima, kinachofuata nadhani ni nini? Si kuitwa tu ulimwengu wote unapenda kwenye uzima wa milele. Lakini kwa nini mpaka leo hajarudi? Endelea. Badala yake yeye anawavumilia ninyi. Yeye anatuvumilia sisi. Maana hataki mtu yeyote aangamie. Maana hapendi mganga apotee, wala mchawi apotee, wala mlevi apotee. Maana huo haukuwa mpango wa Mungu. Na ndio maana jana tumezidi, leo tuko hapa. Jana umeoga na umeua, leo uko hapa. Jana umefanya chochote kile, lakini leo uko hapa. Hauchafa kwa sababu ni upendo wa Mungu kwako wewe. Anakuvumilia vumilia. Labda kesho mwanangu atarejea. Labda kesho mwanangu atatubia uovu wake. Labda kesho mwanangu atanitumikia. Anakuvumilia vumilia. Bali kila mtu afikirie toba. Bali kila mtu afikirie toba. Sio kwa Myunani, sio kwa Myahudi, sio kwa aliyeamini, sio kwa anayesali. Watu wote tufikirie toba. Huo ndio mpango wa Mungu, na watu wote tukifikiria toba, hata leo mpango wa Mungu unakamilika. Mpango wa Mungu unakamilika. Kwa nini? Kwa sababu hujakamilika, anatuvumilia vumilia ili makoki wapate toba, waachane na ukoki. Mamasta waachane na masta wao, wamuone kwamba yuko masta Mungu uweza wa yote. Mapusho waache kuuza bangi, wakafikirie toba. Ndio maana Mungu anawavumilia vumilia. Waganga Mungu anawavumilia vumilia. Wachawi Mungu anawavumilia.
siku likitimilika, hakutakuwa na mjadala tena, wala hakutakuwa na ushauri tena wa kiumbe chochote, hasa mwanadamu kuchangia hoja. Kama hoja ilivyoanzishwa mwanzo kwa ajili yake, kwa upendo wake alitupenda sisi, ndivyo hivyo tena itafungwa na yeye mwenyewe bila kutoa hoja ya mtu yoyote. Si watu wote wamefikiria toba? Kwa nini asiwatwae? Nafika mwisho wa ibada hii. Mungu wa mbingu na nchi wabariki sana. Lakini Mungu anatuvumilia na anasema hapendi mtu yoyote apotee, bali afikirie toba. Toba ni muhimu sana. Toba ni kuchua udhaifu wako ni wapi ulipokosa zidi ya Mungu wako. Toba inakurejesha wewe kwa Mungu wako na kuachana na anasa za dunia. Mhubiri aliona hili mapema sana kwenye 12 akasema mkumbuke Mungu wako siku za ujana wako, kwa sababu aliona hili na anajua tabu ya mbeleni. Akajua kuna siku zitakuja utatamani hata kumsifu Mungu hutaweza. Mzee mmoja anasema aliona na rukaruka, akaniambia kijana, na kutamani sana. Mimi mwenyewe enzi zangu nilikuwa ni mafia, lakini leo sina hata nguvu. Sina hata nguvu. Lakini laiti angelijua, angetumikia Mungu wake mapema sana. Lakini tunajikuta tunapoteza nguvu zetu kwa vitu visivyo Mungu. Tunajitaabisha na dunia hii, na kati tumeshapewa sisi sio wa ulimwengu. Asili yetu ni mbinguni, lakini tunapoteza nguvu zetu kwa kitu kisichokuwa nguvu kazi. Simama tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai, nakushukuru kwa neema yako na fadhili zako za kunipa kibali siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo Bwana imefanyika baraka zidi ya roho zetu, zidi ya maisha yetu. Nasi tunakushukuru wewe na kukufurahia kwa sababu tunajua ya kwamba sisi sote ni kazi ya mikono yako. Asante kwa ajili ya hii neema chache ambayo Bwana ulitupa. Tunakushukuru sasa na kukujua kwa sababu tumejua wazi ya kwamba wewe ndio baba yetu. Tena unatuvumilia katika udhaifu wetu. Unatuvumilia ili Bwana, mpango wako ni kwamba hautaki mtu yoyote apotee katika uso wa dunia hii, bali wote tufikirie toba. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Nami kwa neno dogo ninawaombea watakatifu wote walioko duniani, wanaokutumikia wewe na wasiokutumikia wewe, wanaokutumikia wewe wakazidi kudumu katika matendo mema, na wasiokutumikia wewe wape roho ya nyama, waondolee mioyo ya jiwe, wape roho ya nyama yenye kutona damu, wakujue wewe ndiye Mungu tena mmoja, na ulioutoa uhai wako, uliyetoa sehemu ya roho yako na kuzitunza roho zao. Mungu akakujue wewe, waachane na nasa za dunia, bali ukawape hekima na busara hata za kutunza familia zao, za kurisha familia zao, za kufanya maendeleo yao kwa ajili ya nchi yao, kwa ajili ya jamii zao, kwa ajili ya ndugu zao. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Wewe ulisema neno lako ni sawa sana mvua, wewe ulisema neno lako ni sawa sana mbegu, nasi mbegu hii tumeipanda kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ikazaa matunda yenye ushuhuda 60, 70, 100, na upendo wa Mungu kwetu sisi usipunguke hata kidogo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukazidi kudumu kwetu sisi katika siku zetu zilizosalia za kuishi katika uso wa dunia hii. Asante kwa ajili ya neema yako, nasi tunaomba na kuamini katika jina la Baba